Ukraine ipo njia panda. Rais Volodymyr Zelensky yupo njia panda. Asielewe ni nini cha kufanya, ama kupoteza utu au kumpoteza mshirika mkuu Marekani, baada ya kauli nzito iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump na maamuzi mazito iliyofanya White House juu ya vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky ameonya kuwa Kiev sasa ipo hatarini kupoteza uungaji mkono wa Marekani kutokana na mpango wa ikulu ya Marekani kuhusu jinsi ya kumaliza vita na Urusi. Hofu kubwa ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ni kupoteza haki na eneo la wa Ukraine. Kwa miaka mingi tangu mwaka 1991 baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Sovieti, Ukraine ilikuwa ikijitegemea kama taifa, lakini sasa kutokana na vita vilivyoanzishwa na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye alidai kuwatetea Warusi waliopo katika Donbas pamoja na Crimea, sasa ni vita tangu mwaka 2022 vilivyogeuka kuwa vigumu sana kwa Ukraine. Hata hivyo, vita hivi ambavyo viliendeshwa kwa kiasi kikubwa kwa misaada kutoka katika mataifa ya magharibi sasa vimegeuka kuwa changamoto kubwa. Rais wa Ukraine haelewi ni nini cha kufanya baada ya mtegemezi mkuu, mshirika mkuu Marekani, kutoa maamuzi mazito ya kutaka Ukraine kuachia baadhi ya maeneo ambayo yanamilikiwa na Warusi, hasa katika eneo zima la Donbas lililopo mashariki mwa Urusi. Ni eneo ambalo Urusi ililiteka tangu mwanzoni mwa vita na linachukua karibia 20% ya taifa zima la Ukraine. Sasa rais huyo yupo katika njia panda, akiwaza ushirika wake na Marekani, moja kati ya mataifa makubwa duniani ambayo ndio yaliyompa sapoti kubwa katika vita hivyo. Mpango wa amani wa Marekani uliovujishwa ni pamoja na mapendekezo ambayo Kiev ilikuwa imeyafuta hapo awali na haikuamini kama rais wa Marekani Donald Trump atayarejesha, kuacha maeneo ya mashariki ambayo inadhibitiwa na Urusi na kupunguza kwa kiasi kikubwa ukubwa wa jeshi lake na kuahidi kutojiunga na NATO. Hiki ni kilio kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akiwaza pengine baada ya kuachia madaraka ni nini kinafuata. Hata hivyo, taarifa zaidi zinadai kwamba Marekani inatafuta njia mbadala ya kutafuta rais mwingine atakayetawala Ukraine badala ya kuondoka kwa Volodymyr Zelensky. Lakini pia moja kati ya jambo ambalo linamuumiza kichwa bwana Zelensky ni pamoja na skendo ya rushwa iliyoenea katika taifa hilo. Hadi sasa mataifa magharibi, baadhi yao hayataki tena kupeleka silaha na kutoa fedha, kwani anaamini fedha zao zinapotelea katika mikono ya watu na kwamba raia nchini Ukraine hawanufaiki na utolewaji wa fedha hizo. Baadhi ya viongozi wametajwa, lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hakuwashughulikia mapema. Masharti yaliyotolewa na Marekani yameelekezwa sana kwenye matakwa ya Urusi, ambayo Vladimir Putin alisema mpango huo unaweza kuwa msingi wa kusuluhisha amani kati ya Urusi na Ukraine. Katika mkutano wa Ijumaa na baraza lake la mawaziri la usalama, Putin alisema Moscow imepokea mpango huo ambao haujajadiliwa kwa kina na Kremlin. Alisema Urusi ilikuwa tayari kuonyesha kubadilika, lakini pia ipo tayari kupambana. Baadaye mchana, rais wa Marekani alisema Zelensky hana budi kukubali, kwa maana lazima aukubali mpango huo, na akaongeza kusema kwamba vinginevyo Ukraine na Urusi ziendelee kupigana, huku akisema hawezi tena kutoa msaada wa kijasusi wa kifedha wala wa silaha, wala hawezi kuuza tena silaha zake kwa ajili ya Ukraine, kama ambavyo ameidhinisha uuzwaji wa silaha za Marekani ambazo ni za hali ya juu kuelekezwa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na makombora ya ATACMS ambayo yaliuzwa hata kipindi cha rais aliyepita bwana Joe Biden. Ukraine inategemea sana uwasilishaji wa silaha za hali ya juu zinazotengenezwa na Marekani, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ili kukomesha mashambulizi mabaya ya Urusi, pamoja na taarifa za kijasusi zinazotolewa na Washington. Na hivyo wachambuzi wa mambo pia wameeleza kwamba ikiwa Ukraine itakosa hivyo vyote, ni wazi kuna uwezekano hata kukamatwa kwa Volodymyr Zelensky na majeshi ya Urusi. Hii ndio sababu ambayo wachambuzi wa mambo wanasema Volodymyr Zelensky yupo njia panda na Ukraine ipo njia panda, kwani itapoteza eneo lake kubwa, ikiwa ni pamoja na Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson pamoja na Crimea iliyotwaliwa tangu mwaka 2014 na utawala wa rais wa sasa wa Urusi Vladimir Putin. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.